Kwa hiyo mwanaume, uko kwenye maisha ya ndoa na mwanamke ambaye alishapata ujasiri, akasimama mbele ya wazazi wa pande zote mbili kwenye kikao cha familia. Kisha akasema, kinacholeta shida kati ya mimi na mume wangu ni kwa sababu mume wangu hajui kusonga ugali vizuri. Ni kwa sababu mume wangu anapika ugali mbichi. Nakumbuka, huyo mwanamke mmeishi naye miaka 3, miaka 5, miaka 6. Mna mtoto au mna watoto. Lakini imefika kipindi ameanza kukusumbua. Unaenda kwao kumbembeleza, umesafirisha na wazazi wako, kufika pale unaishia kudhalilika, unavuliwa nguo mbele ya wazazi wa pande zote mbili. Mwanamke anasimama, mimi kinachonifanya nifanye haya ninayoyafanya ni kwa sababu mume wangu hajui kusonga ugali. Mwanaume, hivi maana ya mke unaijua wewe? Mke, mtu ambaye anaambiwa ni mke wa mtu, maana ya mke unaijua wewe? Na kuna baadhi ya wanaume mkakubali kujishusha. Unaanza kujielezea kwa wazazi, hapana, sio kwamba mimi huwa sisongi ugali ukaiva, ni kwamba wewe hamna mke hapo. Kabisa mke wako na ujasiri wa kukuvua nguo mbele za watu. Yeye mwenyewe anasimama kabisa kwenye familia, wazazi wa pande zote mbili, eti mume wangu hajui kusonga ugali. Hata baba yako anatamani kunyanyue muondoke. Ni vitu vya aibu. Ni vitu vya aibu kabisa. Yaani mtu ni mke wako wa ndoa. Mke. At least angekuwa ni mwanamke anayejiuza. Lakini mke, yule ambaye ulimuheshimisha, alivaa shera, ukaenda mbele ya madhabahu ukaapa, ukamvalisha pete ya ndoa, mkaingia kwenye viapo. Lakini leo amekaa kwa wazazi anakuambia wewe hujui kusonga ugali. Sidhani kama hata huko kwenye maisha yake ya nyuma alikuwa ni mwanamke aliyetulia. Sidhani. Nina wasiwasi na historia ya maisha yake. Mwanamke anapopata ujasiri wa kusema huyu mwanaume hajui kusonga ugali vizuri, ni nani aliyemwona anasonga ugali vizuri? Wapi alikwenda kujaribu akaona huyu mtu anapika ugali ulioiva na huyu wa kwangu anapika mbichi? Wanaume, hebu tokeni huku. Mwanamke anaenda kuongea hivyo kwa sababu tayari ana mtu mwingine anakulinganisha naye. Sio kwamba wewe hujui kusonga ugali vizuri, basi tu na wewe ni vile ndivyo ulivyo sasa. Na wakati mwingine wewe sio mtu mwenye mambo mengi, kasha kutana na lihuni huko. Mtu ana mapito kibao aliyekutana naye huko, mambo ni mengi. Lakini wewe ni mwanaume mstaarabu sana, ni mwanaume unayejiheshimu sana, ni baba bora kwenye familia yako. Tokea ameanza kuishi na wewe, hajawahi kukukamata hata na usaliti. Umenyoka una kona. Eti anaenda kukushtaki wewe kwenye familia kwamba kinachomfanya yeye atamani kuvunja ndoa hujui kusonga ugali vizuri. Mna mtoto mmoja, mna watoto wawili. Wazazi wanashangaa. Tena sio wazazi wako tu, hata wazazi wa kwake tu wanaona aibu, kwamba ni kitu cha aibu binti yao kushtaki kwamba eti ndio sababu ya yeye kuwa anagombana na mumewe. Ni vitu vya aibu. Kwa hiyo nawe mwanaume unakubali kabisa kujishusha mbele ya wazazi, ukaanza kujielezea kwamba ni kweli wazazi wangu unajua. Hapana. Hebu tokeni huko bwana. Mwanamke ameamua tu kukufanyia manipulation tu, anakudhalilisha. Ujisikie vibaya umwache. Wewe bado unamngangania, unataka ujielezee kwamba hapana, sio kwamba nasonga ugali mbichi, shida iko hivi. Wewe hakuna kitu kama hicho. Ingelikuwa iko hivyo kama anavyosema, basi hata matunda yasingeonekana. Na kama ni kweli una changamoto, tusikatae sana. Na kama ni kweli hiyo changamoto ipo, basi mimi naamini mwanamke wako angeongea na wewe ndani. Mngeongea wawili kwamba mume wangu naona 1 2 3. Mngehangaika kwa pamoja, mwende hospitali mkatafute matibabu. Kama ni matibabu, kama ni kupima, kama ni kuandaliwa vyakula lishe, angekuandalia yeye mwenyewe kwa mikono yake kwa sababu anatengeneza. Lakini huyo anaenda kusimama kwa wazazi kabisa, binti kabisa aliyelelewa katika maadili, akasema mwanaume huyu hajui kusonga ugali, na wewe ukakaa pale uanze kujielezea. Hapana, sikushauri. Huyo mke hata akirudi kwenye maisha yako utateseka tu. Na hapa ninapozungumza kuna wanaume mlishawasamehegi wanawake waliowadhalilisha kiasi hicho. Mwanamke anayeenda kwenye familia za pande zote mbili, anaenda kukuvua nguo kwa namna hiyo. Hapana, anakuachia maumivu makubwa sana na aibu kubwa sana. Wazazi wako tu wanaondoka na aibu. Vipi kuhusu wewe? Yaani baba yako, mama yako amekaa pale anasikia maneno kutoka kwa mkamwana, kutoka kwa mkwe. Kwamba mimi namwacha mtoto wenu au natamani tuachane na mtoto wenu kwa sababu mtoto wenu hajui kusonga ugali vizuri. Wazazi wanakuangalia wakitarajia utaonyesha msimamo wa kiume, unaanza kujielezea. Sasa, unajua wazazi, hebu acheni kujitia aibu bwana.
Wewe mwanamke akishakwambia bwana, mimi kiukweli nataka nimwache huyu mwanaume kwa sababu hajui kusonga ugali vizuri, sema asanteni jamani wazazi wangu, naona swala limejulikana kwamba huyu mtu inaonekana kitu kinachomshinda, anataka watu wanaoivisha ugali. Kwa hiyo mimi nimeamua nimwachie uhuru aende huko. Unamng'ang'aniaje mtu muuni huyo? Mwanamke wako akishaanza kukuonyeshia tu kidole aseme hujui kusonga ugali, huna mke. Huyo mwanamke ana mapito mengi, pengine ukujua tu. Kwa hiyo ukipata nafasi ya mwanamke kukuonyesha kwamba yeye alipitia mapito ya namna gani, kimbia. Kimbia kabisa. Yaani mwanamke anaacha kuchagua mume bora, anachagua mtu anayejua kusonga ugali. Huna mke hapo. Yaani wewe unakuta ni mwanaume bora kabisa, hujawahi kumsaliti, hujawahi kumpiga, hujawahi kumnyanyasa kwa namna yoyote. Unajitahidi kupambana kwa namna ambayo unaweza. Lakini eti anaenda kabisa kwenye hadhara ya watu, anachagua eti mimi nimemwacha huyu mwanaume kwa sababu hajui kusonga ugali. Hamna mke hapo. Mtu anashindwa kuchagua mwanaume bora, anachagua upuuzi huo. Upuuzi huo anachagua kabisa, amekaa kabisa mbele za watu anaongea kwamba ndio sababu ya kuvunja ndoa. Mwacheni aende akaenjoy. Na wewe mwanaume, hata ikikutokea kwenye maisha yako, usije ukamplizi huyo mwanamke. Mwanamke anayekuvua utu wako mbele za watu, akakudhalilisha. Siku hiyo hiyo, yani pale unapoondoka, wewe na yeye ndio muishie pale. Kwa sababu najua hakuna aibu mbaya kwa mwanaume kama hii. Yaani hakuna kitu kinachokufanya wewe ujisikie vibaya na uone wewe sio mwanaume kama hiki. Kitendo cha mwanamke kukuambia kwamba wewe hujui kusonga ugali au ugali hauivi, unasonga ugali mbichi, ni kitendo ambacho mwanaume yeyote yule anajisikia aibu. Tena isitoshe, afadhali angekuwa anakuambia ukiwa peke yako mbele ya wazazi. Kikao cha familia kiko pale. Baba yako, mama yako, wajomba zako, shangazi zako wako pale. Mgogoro kwenye ndoa ulikuwa mkali. Shida ilikuwa kubwa, halafu mke mwisho wa siku anaenda kukuambia hivyo. Umesafirisha wazazi wako kutoka sehemu mbalimbali waje pale kusuluhisha kesi. Anakuja kukuambia mimi nimevunja ndoa kwa sababu 1, 2, 3. Ukuoa mke. Ulioa tatizo. Ulioa mwanamke muhuni. Ulioa kunguru, sasa hivi amekumbuka tena porini. Mimi siamini kama unaweza kaishi na mtu miaka 3, miaka 4, miaka 5. Kisha mwaka wa 6 ndio uanze kusema huyu mtu sijui nini. Umeishi naye mwaka 1, miaka 2, mwaka wa 3 ndio unaanza kusema huyu mtu sijui nini. Mna mtoto tayari. Kwa hiyo mwanamke anakaa tu chini anapiga hesabu. Huyu mwanaume natamani mimi na yeye tuachane. Nifanyeje? Anaamua kukutwisha aibu kubwa kama hiyo. Na wewe badala ya kuonyesha ukomavu wako kama mwanaume, kuamua kuikataa ile aibu kwamba mimi kama ndio haya basi bwana mtoto wenu bakieni naye, unaanza kumbembeleza. Haya mambo yanatengenezeka. Mimi najiuliza hivi nyinyi wanaume huaga mnafanyaga nini mbele za wazazi mkisemewa vitu kama hivyo? Mpaka mnarudi na hao wanawake kwenye nyumba zenu. Huwa mnaongea nini? Natamani kujua huwa mnawaahidi nini wazazi? Mnajitetea vipi? Mwanamke sasa ndo kasha kushutumu, hujiwezi. Una prove vipi kwamba wewe ni mwanaume? Kwa hiyo kuprove kwako ni kwanza kutia huruma pale. Sio kwamba mimi huwa si. Jamani wanaume butokeni huko, mbona mnakuwa hivyo? Mnawapa tu aibu wazazi wenu, wanaondoka na maumivu. Hakuna kitu kinamfanya mzazi wa mtu ajisikie vibaya kama hiki. Mwanamke wako asimame katikati ya umati akakuvua wewe nguo, mzazi wako anaondoka na aibu kubwa sana. Wazazi wako wanaondoka na aibu kubwa sana. Hata wewe tu unaondoka na aibu kubwa. Halafu mwanamke huyo bado nampenda mke wangu. Wewe sasa ulichobakiza unajua wewe. Ulichobakiza ambacho unakitafuta kwa huyo mwanamke wewe ndio unayejua. Lakini mwenzako alijua hicho ndio kimemaliza mchezo. Wewe tena hapana mke wangu tutatengeneza, unajua haya mambo ni ya kukaa chini kuyazungumza, haya mambo haya kuna matibabu. Hebu acheni jamani, mtakuja kufa kwa ajili ya wanawake hao. Umekaa kabisa unajitetea kwamba tutaenda kupata matibabu. Sijui hata nguvu mnazitoaga wapi, mimi hata nashindwa kuelewa. Yaani mwanamke anaamua tu kukaa na kufanyia manipulation, amejisikia tu kwamba huyu mwanaume simtaki. Nafanyeje kuachana naye? Anaamua kukudhalilisha, anakupa aibu kubwa ili ikukatishe tamaa kabisa. Bado mimi nampenda mke wangu, pamoja na yote yaliyopo mimi bado nampenda mke wangu. Baba yako anatamani aseme wewe mwanangu wewe umetoka kwenye kiuno cha nani? Basi tu anaona aibu mko mbele za watu. Mama yako ana maumivu, amejisikia vibaya. Umekaa tumboni mwake miezi 9, leo hii anakuja kushuhudia. Unavuliwa wanaume wako mbele za wazazi wote wa pande zote mbili.
Mwanamke anakushusha thamani kabisa mpaka mwisho. Mimi nakwambia mwanaume, heshima ya mwisho ambayo mwanamke anaweza akakupa ni pamoja na hii: kuheshimu utu wako wa ndani. Lakini akishaanza kukusimanga mpaka utu wako wa ndani, eti kwa wazazi anaenda kuongea hadharani. Hata kama mko tu wawili ndani, lakini anapata ujasiri mke wako kukwambia hauna sijui nini. Mke hauna. Mwache tu aende. Mwache aende akaenjoy maisha. Mwache aende kwa watu wanaojua kusonga ugali wakaivisha. Wewe achana naye. Lakini sio kwamba wewe ndio uko hivyo. Asilimia kubwa yeye ndo amepata mtu ambaye anahisi kwake anamtosheleza. Lakini wewe ni mwanaume. Ndio maana una mtoto, ndio maana una watoto naye. Watu mnafadhaika kwa vitu vya kijinga. Ni juzi tu nimeongelea hili swala, lakini bado kuna wanaume wanateseka na hivi vitu. Hawa wanawake mnawatoa wapi ndugu zangu? Mnawatoa wapi wanawake wa namna hiyo? Mnaenda kuwaokota wapi? Mimi nashindwa kuelewa. Wanaume, ikitokea tu imefika wakati mwanamke akapata ujasiri wa kusimama mbele za wazazi akaongea hivyo, yani mwache pale pale. Siku hiyo hiyo unavyoondoka asikujue kuanzia hapo. Nakwambia ukweli kabisa. Yani kuanzia hapo wewe na yeye msijuane. Na kama utamsamehe kwa kosa kubwa kama hilo, shauri yako wewe, kwake ni mwanaume mdhaifu sana. Lakini vitu vya aibu kama hivyo, mwanamke hatakiwi kwenda kukusimangia mbele za watu. Na hata kama atakusema mkiwa private, inategemeana nazungumza kwa upande upi. Kuna wale ambao wanazungumzaga tu kwa kujenga kwamba mume wangu sasa hivi naona kuna mabadiliko. Pengine zamani ukuwa hivyo, lakini wewe toka umemuoa ukogo hivyo tu. Sasa hizi ndo anaanza kusema hapana, mimi naona hapana, haiko sawa. Hiyo ambayo anaiona iko sawa aliionea wapi? Naelewa kuna mazingira mengine huwa yanajitokeza ya kiafya yanaleta changamoto, kuna wakati mwingine stress zinaleta changamoto na nini. Lakini mwanamke aongee kwa lengo la kujenga kwamba mume wangu naona zamani na sasa hivi kuna utofauti. Kiasi kwamba hata wewe ukikao ukifikiri unasema ila kweli. Unajua kabisa mke wangu anaongea hiki kwa nia gani? Miaka 3, miaka 2, miaka 4 uko vile vile. Ndio anaanza kuja kucomplain baadaye. Huyo sio mke.